Mimi naitwa Agnes Mtawa, ni msajili Baraza la Uuguzi na Ukunga Tanzania, na kama mnavyojua Baraza la Uuguzi na Ukunga lina jukumu la kusimamia taaluma ya uuguzi na ukunga ili kuhakikisha kwamba jamii inapata huduma zilizo bora, zenye viwango na salama. Lakini pamoja na mambo mengine, kwa maana ya majukumu mengine, ni kuhakikisha kwamba hawa wanataaluma wanaendelea kuwa na viwango vya umahiri na weledi ili kuboresha huduma ya uuguzi na ukunga. Kwa hiyo Baraza la Uuguzi na Ukunga limeandaa mbio za marathon maalum zinazotegemea kufanyika tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026 katika jiji la Dodoma, na lengo kubwa la mbio hizi ni kukusanya pesa kwa ajili ya kuwajengea uwezo wauguzi na wakunga wanaofanya kazi au wanaotoa huduma katika vyumba vya upasuaji katika hospitali za halmashauri pamoja na vituo vya afya vinavyotoa huduma ya upasuaji. Aidha, sanjari na lengo hilo pia baraza linataka kuendelea kuhamasisha masuala ya maadili ili kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma zenye heshima, zenye kujali utu, lakini na kujali maadili ya uuguzi na ukunga wanapotoa huduma. Hizi mbio za marathon zitahusisha wakimbiaji wa kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, na hili tunategemea liwe tukio kubwa la kimichezo ambapo tuna mategemeo kwamba takriban wakimbiaji 2000 watajisajili na kujiunga kukimbia katika hizi mbio za marathon. Ni mara yetu ya kwanza kuandaa hizi mbio, lakini tuna matarajio kwamba wengi wataweza kutuunga mkono kwa sababu tuna lengo la kuboresha huduma kwa wananchi, na kama nilivyosema ni huduma za upasuaji katika vyumba vya upasuaji. Na labda niseme tu kwamba katika vyumba vya upasuaji kuna miiko yake, kuna taratibu zake, ili mwananchi anapokwenda kupata hii huduma basi asitoke na matatizo mengine kama maambukizi. Kwa hiyo tumeamua kujikita katika eneo hilo. Lakini ndugu wanahabari, kama nilivyotanabaisha hapo mwanzo malengo, lakini mbali ya kuboresha huduma, lakini pia tunataka wananchi wajue Baraza la Uuguzi na Ukunga kwamba ndio chombo kinachosimamia maadili na weledi wa wanataaluma hao. Lakini pia tunataka ushirikiano na wadau, yani tunaweza kusema kwa lugha ya kigeni stakeholder engagement, kwamba madam tuna lengo la kuboresha hizi huduma, basi tunataka na wadau wengine tuende pamoja yani lengo ni kuwakutanisha wadau mbalimbali ili tuende nao pamoja katika kuhakikisha tunafanikisha jambo hili. Lakini pia mbio za marathon ni mazoezi. Sasa hivi tunapambana na mambo ya magonjwa yasiyoambukiza. Kwa hiyo tunasema kwenye marathon kwa sababu ni sehemu ya mazoezi, lakini pia tutakuwa tunawaandaa hawa wadau au washiriki kuhakikisha wanajikinga na magonjwa yasiyoambukiza. Kwa hiyo marathon hii itahamasisha wananchi kushiriki mazoezi, kupunguza magonjwa kama nilivyosema, lakini pia tunatarajia waendelee kutuchangia ili tuweze kufikia katika lengo letu tulilokusudia. Na katika mbio hizi tunategemea Mheshimiwa Waziri wa Afya, Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, mbunge, atakuwa mgeni rasmi. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi mbalimbali, wadau mbalimbali, mashirika na taasisi mbalimbali kutuunga mkono kwa ajili ya
kufanikisha lengo letu. Lakini pamoja na hayo, nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wale ambao tayari wameshaanza kutuunga mkono. Wizara ya Afya, ambao kwa kweli sisi ni taasisi ambayo tuko chini ya Wizara ya Afya, lakini wametupa sapoti kubwa mpaka tumefikia siku hii ya leo. Lakini tunawashukuru mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, WCF, Bohari ya Dawa, MSD, Shirika la Nyumba, NHC, pamoja na Tabora Polytechnic College. Tunawashukuru kwa kuwa wameendelea kutusapoti na tutakuwa nao mpaka hapo tutakapokamilisha ili zoezi letu tuliloliandaa. Kwa hiyo Baraza la Uuguzi na Ukunga linapenda kuwakaribisha wadau wote, ikiwemo na nyinyi wanahabari, mtusaidie kuwaambia wadau mbalimbali ili waweze na wenyewe kushiriki katika jambo hili la kihistoria ambalo hasa kama nilivyosema, lengo letu ni kwenda kuboresha huduma kwa wananchi. Kwa hiyo ninawaomba sana muendelee kuhamasisha ili watu wapate taarifa na waweze kushiriki katika mbio hizi. Na kama mambo yatakwenda vizuri, tunategemea kukusanya kama shilingi milioni 100, na hizi fedha ndio tunazotegemea kuwajengea uwezo wa wanataaluma wetu, kwa sababu pia ni moja ya jukumu letu. Tunasema Continuous Professional Development, CPD, kwamba kila wakati lazima kwenye mambo ya afya mambo yanabadilika kila wakati. Kwa hiyo tunafikiri kwamba wanataaluma wetu wanatakiwa kila mara waendelee kupata hizi updates zinazojitokeza, lakini pia kuangalia kuhakikisha kwamba ule weledi walionao basi unaendelea kuimarika na wanaendelea kuutumia.